Meli ya mafuta ya Urusi itawasili Cuba kusaidia upatikanaji wa umeme wakati wowote kutoka sasa. Meli ya mafuta kutoka nchini Urusi inatazamiwa kutia nanga nchini Cuba muda wowote kutokea sasa, ikiwa na matangi 730 ya mafuta ya dizeli yanayotosha kuzalisha umeme kwa angalau mwezi mmoja, huku maandalizi mengine ya usafirishaji wa mafuta yakiwa yanaendelea. Taifa hilo la visiwa limekumbwa na kukosa umeme kwa muda mrefu sasa kutokana na vikwazo vya Marekani. Hata hivyo, Urusi iliahidi kwamba itaipatia Cuba mafuta ya kutosha licha ya kwamba Marekani ilipiga marufuku taifa lolote kuipatia Cuba mafuta. Rais wa Marekani alitangaza hapo awali kwamba hatakubaliana na mpango wowote wa Cuba kupatiwa mafuta katika wakati huu, huku mpango wake ukiwa ni pamoja na kutaka kuiangusha serikali ya Cuba na kuuondoa utawala wa Cuba. Rais huyo wa Marekani alisema siku za hivi karibuni kwamba baada ya kumalizana na Iran, nchi pekee itakayofuata ni Cuba. Alisema kwamba lazima atauondoa utawala wa Cuba, huku rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel akisema kwamba wale wake Marekani iamue kuingia kijeshi nchini humo, kwani wao licha ya kwamba hali ya uchumi imezorota, lakini upande wa jeshi uko vizuri na kuna makombora ya kila aina yaliyopo kwa ajili ya kuweza kuituliza Marekani, na kwamba kuna uwezekano wa kufanya mashambulizi ndani ya Marekani kabisa kwa sababu kisiwa hicho kipo karibu mno na Marekani. Katika siku za hivi karibuni kulikuwa na meli karibia 3 zilizopotea baharini, meli zilizokuwa zikitokea nchini Mexico kwa ajili ya huduma za kijamii, lakini meli hizo zinadaiwa zimepotea na baadhi ya vyombo vya habari vikidai kwamba meli hizo zilizamishwa majini na makombora ya Marekani. Lakini kwa wakati huu meli iliyobeba takribani matangi 730 ya mafuta ya dizeli kutoka nchini Urusi zinafanikiwa kuingia katika taifa hilo la Cuba kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa huduma ya umeme katika taifa hilo. Ingawa meli hiyo itwayo Anatoly Kolodin imewekewa vikwazo vya kimataifa kutokana na vita vya Urusi nchini Ukraine. Hata hivyo, rais huyo alisema hataruhusu meli aina yoyote kufika nchini Cuba, lakini wakati huu inaonekana ameheshimu matakwa ya Rais Vladimir Putin kutaka kuisaidia Cuba, moja kati ya washirika wake wakuu wa zamani. Cuba imekuwa ikikabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kutokana na mbinyo mkali iliyowekewa na Marekani inayoilazimisha kukubali mfumo wake wa utawala uondolewe. Tangu kurudi tena madarakani, Trump amezidisha vikwazo hivyo maradufu ambavyo sasa vinaathiri hata huduma za kila siku zikiwemo hospitali pamoja na chakula, jambo ambalo Urusi ilikataa kwa muda mrefu. Cuba imetumbukia katika giza kwa muda mrefu kutokana na kushindwa kufanya kazi mfumo wa kuzalisha umeme nchini humo. Tangu kutekwa nyara kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambapo rais wa Marekani alipiga marufuku Venezuela kusafirisha mafuta kuelekea nchini Cuba. Wakati utawala wa Maduro, Venezuela ilikuwa mshirika wa Cuba, ndio ilikuwa mtoaji mkuu wa mafuta kwa Cuba, na rais wa Marekani Trump ametishia kuziwekea ushuru nchi ambazo zitaiuzia mafuta Cuba. Wakati huo kulikuwa na taarifa ambapo ilielezwa kutoka nchini Venezuela kwamba meli 2 za petroli na dizeli zipo njiani kuelekea Cuba pia. Trump ameeleza wazi kuwa anataka mabadiliko ya uongozi kwenye taifa hilo lenye watu milioni 9.6, lakini rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel amesema uvamizi wowote nchini mwake utakabiliwa kwa nguvu zote. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.